أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mola subhanahu wa ta'ala anasema katika Al-Qur'an Al-Karim, baada an a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Mola subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Al-Isra au surat Bani Israil kwamba wa nunazzilu minal Qur'ani, na tunateremsha katika Qur'an ma huwa shifaa'un, yale ambayo kwamba ni ponyo, wa rahmatun lilmu'minin, na ni rehma kwa waumini, wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, na hayo hayawazidishi madhalimu isipokuwa ni khasara. Aya hii inatueleza kwamba Al-Qur'an Al-Karim ni shifaa, ni ponyo, ni pozo, ni tiba. Na fi'lan taban Qur'ani ni tiba, Qur'ani ni ponyo kwa nyoyo, Qur'ani ni ponyo kwa miili. Sasa katika muktadha kama huo, katika kikao cha leo nitajaribu kueleza baadhi ya siri kubwa kabisa na miujiza mikubwa ya ponyo la Qur'an Al-Karim. Nitakueleza leo namna ya kutumia maji kuondosha sihiri katika mwili wa binadamu. Haya maji ya kawaida tu unaweza ukayatumia kuondosha uchawi wa aina yote katika Al-Qur'an Al-Karim. Na namna yake, aya ya 117 mpaka 122 katika surat Al-A'raf, wa auhaina ila Musa an alqi asak. Kisha baada ya hapo utayasomea aya ya 81 mpaka 82 katika surat Yunus, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal almufsidin. Kisha utayasomea surat Taha aya ya 69, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Na utaratibu wake ni kwamba utaanza kusoma a'udhu billahi minash shaitani rrajim mara 7, wa auhaina ila Musa mpaka mwisho mara 21, falamma alqaw qala Musa mara 21, kisha wa alqi ma fi yaminika mara 21. Baada ya kusomea hicho kisomo, basi hapo hayo maji yatakuwa ni dawa kabisa ambayo kwamba inaweza kutibia sihiri aina yote, na matumizi yake unaweza kunywa, unaweza kuogea, unaweza kujipaka ndani ya mwili. Taban, na kama mtu huwezi kujisomea, tunaweza kukusomea, lakini unaweza kupata dawa ambayo kwamba pia inayotibu kwa muktadha kama huu ambao kwamba tumeeleza, ambao kwamba tumeitengeneza, ambao kwamba katika mfumo wa vidonge, ambao kwamba inaitwa faku, ambao kwamba pia hii kazi zake ni kutibu aina zote za sihiri katika mwili wa binadamu. Lakini pia kwa wale ambao kwamba si Waislamu, pia mara nyingine huwa wanauliza, je, kwa mimi ambaye kwamba si Muislamu, hivi visomo vya Qur'ani vinaweza kunifaa? Au tiba hizi ambazo kwamba tunazozieleza zinaweza kumfaa? Hizi tiba tunazozieleza ni tiba ambazo kwamba zinaweza kuwafaa watu wa dizaini zote, uwe Mkristo, uwe Myahudi, uwe Budha, uwe mpagani, uwe utakayekuwa, tunaweza kusomea Qur'ani ukapona, na tukakupa dawa hizi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuponya shida ambazo kwamba uko nazo. Lakini pia katika muktadha kama huo tutajaribu kueleza pia baadhi ya fawaid ambazo kama ni kubwa kabisa za Al-Qur'an Al-Karim. Kama mtu umepatwa na matatizo makubwa au na matatizo makubwa, una shida kubwa ambazo kwamba zimekutinga, basi usipate tabu, chukua Qur'an surat Al-An'am, soma suratul An'am mpaka katika aya 124, wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah.
Ukishafika hapa unasimama mithla ma utiya rusulullah. Ukishafika hapa unasimama, unatia nia zako zote ambazo kwamba ziko ndani ya nafsi yako, maombi yako yote. Yani hata kama ukiwa na shida ya aina yote, ukiwa una haja ya aina yote, iseme hapa. Ukishafika haithu mithla ma utiya rusulullah, kisha baada ya kutia nia unaendelea Allahu ya'lamu haithu yaj'alu risalatahu, kisha soma mpaka mwisho namna hiyo. Basi hata kama ukiwa na dhiki ya aina yoyote, Mola Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia shida yako. Vile vile wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Na hapa leo nimependelea tupeane siri na kodi nyingi ambazo kwamba ziko ndani ya Al-Qur'an al-Karim, ambazo kwamba zote ni shifa. Lakini pia kwa wale watu ambao kwamba wanakuwa wanalalamika majumba yao hayakaliki, majumba yao yana dhiki, majumba yao yana shida nyingi, tushaeleza njia kubwa ambayo kwamba ni mujarrab kabisa ya kuweza kutibia matatizo ambayo kwamba yako ndani ya nyumba, ni suratul Baqara. Soma suratul Baqara ndani ya nyumba. Wakati unasoma suratul Baqara unafukiza dawa hii inaitwa Halzun Bukhur. Soma suratul Baqara alafu fukiza hii. Hiyo ikiwa ni aina yote ya mashaitani ndani ya nyumba. Lakini hii dawa yenyewe pia hiyo ina khasais za kufanya kazi hata pasi na kisomo pia. Lakini ukifanya na kisomo ndani ya nyumba inakuwa ni ahsan. Lakini pia tutatoa njia nyingine ya kujitibia kupitia asali. Tunafahamu sisi kwamba asali ni katika dawa ambazo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezungumzia, lakini pia imetajwa ndani ya Al-Qur'an al-Karim, lakini pia ni katika vinywaji ambavyo kwamba vitakuwa katika pepo. Kwa hivyo asali ni kitu adhim sana. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu mmoja alienda kwake yeye, anamwambia ndugu yangu anaumwa na tumbo, akamwambia isqihi asalan, mpe asali. Lakini pia katika riwaya nyingine anasema kwamba jitibieni kwa vyeusi viwili, ambao kwamba ni habatu sauda na nini na asali. Sasa leo nitaeleza katika hii halqa namna ya kujitibia udhaifu wa nguvu za kiume kupitia asali. Namna gani unaweza kujitibia matatizo ya nguvu za kiume ya aina yoyote kupitia asali. Chukua asali, chukua aljawzu tayyib, chukua hil, chukua qarfa, kisha baada ya hapo changanya hivyo vitu vyote katika ujazo sawasawa. Hivi vitu changanya katika ujazo sawasawa, yani hil, qarfa, aljawzu tayyib, zenjabil, zichukue katika ujazo mmoja. Ukiongeza na fustuk itakuwa ni vizuri zaidi. Zichanganye zote katika ujazo sawasawa, kisha chukua asali lita moja au nusu au robo kulingana na ujazo hivi vitu ambavyo kwamba umeviandaa, kisha changanya, kisha tumia kijiko kimoja asubuhi, mchana na jioni. Basi ukiwa na matatizo ya aina yote ya nguvu za kiume yataondoka biidhnillah. Na taban haya taban ni vipimo na nini vinaweza kusumbua. Sisi tuko na dawa ambayo kwamba tumeiandaa katika mfumo kama huo ambao kwamba tumeongeza taban vitu vingine ambao kwamba inaitwa mashbub, ambao kwamba space zake ndio hizo tulizozitaja na zingine ambazo kwamba za Kiarabu taban, lakini ndio hii hapa ambao kwamba inatibu matatizo ya aina yote ya udhaifu wa nguvu za kiume. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza mambo mingi katika Al-Qur'an al-Karim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametueleza mambo mingi katika sunna zake. Kwa hivyo sisi wenyewe tu kuzitumia basi ndio kazi iliyobakia, lakini kila kitu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea wazi. Kwa hivyo kwa vile sisi Mola subhanahu wa ta'ala ametupa haya maarifa na ametujulisha mambo kama ametufungulia, tumeona kwamba ni vyema tushare pamoja na nyinyi ili tuweze kusaidiana katika matatizo ambayo kwamba yanayotukumba katika
masiku yetu ambapo kwamba tunaishi. Mola subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.